shule hii ya mkoa ya wasichana, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipatia bilioni 4 na milioni 360. Lakini halmashauri iliongeza milioni 400 katika ukamilishaji wa majengo. Shule hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mkombozi mkubwa sana kwa sekta ya elimu, hususani wanafunzi wetu watoto wa kike, kwa sababu kwanza ina mabweni ya kutosha, ina maktaba za kutosha, ina maabara za sayansi zote za kutosha, lakini kama ulivyoona Mheshimiwa Waziri Mkuu, ina chumba kizuri cha tehama chenye vifaa vyote. Ipigeni makofi sana kwa bahati nzuri. Leo wanafunzi wetu hapa wanasoma masomo ya sayansi, wanasoma masomo ya art, walimu wapo wa kutosha, vifaa vipo vya kutosha, na mazingira yanasapoti wao kusoma vizuri sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa namna ambavyo mmetuwezesha kupata shule hii. Nikuombe umfikishie salamu nyingi za shukrani za wananchi wa jimbo la Wanging'ombe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba tunampenda na tunashukuru kwa namna ambavyo ameleta miradi ya kishindo Wanging'ombe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na sekta hii ya elimu katika kata hii, lakini katika tarafa hii ya Imalinyi kuna kata 7. Shule ya sekondari ya Makoga na yenyewe ina kidato cha kwanza mpaka cha 6. Mheshimiwa Rais alitupa milioni 870, tukajenga mabweni, tukajenga madarasa, akatupa milioni 840. Shule nyingine ya sekondari ya Mount Kipengere, watoto wetu wanasoma vizuri. Lakini ametupa fedha kwa ajili ya kujenga maabara katika shule hizo zote, lakini pia ametupa fedha kwa ajili ya maktaba za tehama katika shule ya sekondari ya Makoga. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika sekta ya elimu, nikiongelea tu tarafa hii ya Imalinyi, Mheshimiwa Rais ametupa fedha zaidi ya bilioni 15 kwa ajili ya sekta ya elimu. Kwenye eneo la miundombinu tumejenga madarasa zaidi ya 342, tumejenga matundu ya vyoo zaidi ya 526, tumejenga mabweni zaidi ya 38. Ipigeni makofi mengi kwa mafanikio makubwa. Msukumo unaopelekea watoto wetu wa kike waweze kufikisha ndoto zao. Lakini hili tunatambua changamoto zinazowakabili watoto wetu wote, lakini watoto wa kike wana changamoto zaidi. Kuwaleta pamoja hapa ni kuwapa nafasi ya kushughulika zaidi na masomo kuliko mambo mengine. Tunajua mtoto wa kike anapokuwa nyumbani lazima awe na karibu na mama kumsaidia majukumu, kupika, kutafuta kuni, kuchota maji, kutwanga, lakini na shughuli za usafi wa nyumbani, jambo ambalo linanyima nafasi ya kusoma. Hapo sijazungumzia masuala mtaani huko, lakini mtalia mtu mmoja mmoja. Lakini majukumu haya ambayo yanafanya mtoto akiwa nyumbani kwa kumsaidia baba na mama yanampotezea muda mwingi wa kusoma, na kwa hiyo serikali ilifanya maamuzi ya kujenga shule. Kwanza tuna shule za wasichana ambazo ndio kuwaleta pamoja, wakawa na malezi ya pamoja, wakajengwa katika maadili ya pamoja. Lakini pia yanamwezesha yeye kutumia muda wake mwingi kusomea. Na mkakati huu unaenda sambamba na shule zote zilizojengwa na serikali kujenga mabweni. Na kwa sababu serikali inaleta fedha kwa ajili ya ujenzi wa mabweni, tunaanza moja baada ya nyingine. Tunaanza wasichana na wavulana, wasichana na wavulana, ili shule nzima wanafunzi wote wavulana wasichana wabaki shuleni. Hii ni bahati kubwa wazazi mkoa hapa. Kuna mbunge ambaye anajua mahitaji yenu. Najua kwenye vikao vya mkoa kwa shule hii kimkoa waliamua walete Wanging'ombe. Hii waletea fursa wana Wanging'ombe. Na kwa kuwa mbunge wenu yuko ofisi ya rais, ambaye pia anashughulika na masuala yote ya huduma za jamii, afya, elimu, maji na kila kitu, hii fursa waliomletea
ni kutambua tu mchango wake kwenye mkoa, lakini pia na kazi nzuri anafanya ya kumsaidia kazi Mheshimiwa Rais. Toka nimeingia pale naona haya majengo yanapendeza, shule inavutia na vijana wameshafika. Kwa taarifa za awali tunawasiliana ujenzi unaendelea. Sisi hapa wanakula wapi hapa? Naona bwalo hilo halijakamilika na sidhani kama limeanza kazi. Mkurugenzi fedha imekuja hapa ni milioni 4 na milioni 3. Na nasema na hiyo yenyewe mlileta milioni 4. Lakini hiyo bado haijakamilika. Hebu mkurugenzi ndio anajua mpango wa kukamilisha hili ukoje, bwalo ukoje. Hatuwezi kuwa na kundi kubwa la watoto hapa alafu wanahangaika mahali pa kula. Hili jengo litakuwa kwanza unajua likamilike sambamba na kufika kwao hapo shule. Mkurugenzi. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, halmashauri yetu ya wilaya ya Wanging'ombe imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha hili bwalo, na kwa bajeti iliyopo ili kukamilisha miundombinu yote tunahitaji shilingi milioni 750, na ndani ya miezi miwili ijayo tutakamilisha kwa kutumia mapato ya ndani ili bwalo na wanafunzi ili waweze kuwa na sehemu salama kwa ajili ya chakula. Lakini kwa sasa tumejenga temporary ambapo tunatumia kwa ajili ya chakula wanafunzi. Lakini pia katika kuhakikisha kwamba tunaondoa utumiaji wa kuni, pia tunao mpango wa kuhakikisha kwamba tumeanza mazungumzo ambapo tutajenga miundombinu ya gesi. Tumeongea na Taifa Gesi pamoja na TANESCO ambao wametuahidi pia kujenga umeme poa ambao utasaidia kwa ajili ya miundombinu ya kupikia ili tuendelee kuhamasisha kuto kutumia. Matamanio ya wananchi ni kuona miundombinu hii inakamilika. Na vieleza tutatumia pesa ya ndani kukamilisha kwa sababu mgao wa serikali umeshakamilika. Na tuone bora kukamilika. Hiyo sehemu ya muda mfupi haiwezi kuwa ya kudumu. Muhimu ni hili kukamilika. Na kwa kuwa tayari nimeshakusanya fedha za mwezi Januari tangu mwezi wa 3. Haujaisha. Mpaka mwishoni tutakuwa mnafungulia. Miezi mitatu. Na kwa miezi mitatu mingine lazima mlete fedha hapa. Nasema hili kwa sababu halmashauri nyingi zimejisahau. Kutoa fedha za ndani kwa miradi yao na kutegemea fedha serikali kuu pekee. Na leo pia na halmashauri miradi ya serikali kuu, karibu yote serikali kuu, afya serikali kuu, elimu serikali kuu, maji serikali kuu, umeme serikali kuu, barabara serikali kuu. Sasa ukianza kuzungumzia fedha za ndani za halmashauri, kiwango kinachotumika kidogo sana. Tunataka kuona bwalo hili likamilika. Na kwa maelezo haya uliyotoa, mkoa wa ndio hakikisha unasimamia na fedha inakuja hapa na inaje. Weka tiles, kamilisha huko jikoni, waanze kutumia bwalo hili ili wanafunzi watumie hapa. Ndio imependeza. Sasa ukienda tena kwenye matibabu huko, kupendeze. Kana tu mkamilike hiyo na vijana waendelee.